Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Na wakati huu tunakuletea ripoti ambayo inaelezea namna mataifa magharibi yalivyoendelea kushikilia mpini hasa katika kuhakikisha yanafanya maamuzi makubwa katika ulimwengu yakiongozwa na Marekani, huku China pamoja na Urusi zikipigania kuondoa mpango wa unipolar, yani mpango ambao nchi moja ama kundi la nchi fulani zina mamlaka ya kuhakikisha wanaweza kutawala ulimwengu wapendavyo. Katika jambo la kushangaza wakati huu ni mataifa mengi ya Umoja wa Ulaya pamoja na Marekani ambayo yaliweka vikwazo dhidi ya Syria, sasa kupitia Umoja wa Mataifa UN yameamua kumuondolea vikwazo Rais Mohamed al-Shara wa Syria, ambaye alitajwa moja kati ya viongozi walioongoza kundi la Al-Qaeda, moja kati ya makundi yaliyotajwa kuwa makundi ya kigaidi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limemuondolea vikwazo Rais wa Syria Ahmed al-Shara, anayetarajiwa kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump mnamo siku ya Jumatatu ya wiki ijayo. Azimio hilo lililoandaliwa na Marekani na kupitishwa mnamo Alhamisi limemuondolea vikwazo waziri wa mambo ya ndani ya Syria Anas Khatab, liliidhinishwa kwa kura 14 lakini China ilijizuia. Washington ilikuwa ikiwarai wanachama 15 wa baraza hilo kuilegezea Syria vikwazo, na mnamo mwezi Mei Rais Donald Trump alitangaza mabadiliko makubwa ya kisera kuelekea taifa hilo aliposema ataiondolea vikwazo Syria. Baada ya kuidhinishwa, Trump alimsifu Shara kwa kufanya kazi nzuri na hatua kubwa imepigwa nchini humo licha ya mazingira magumu. Tutakutana na nadhani anafanya kazi nzuri sana. Ni mazingira magumu na yeye ni mtu mahiri, lakini nimeelewana naye vizuri sana na hatua kubwa imepigwa kuhusu Syria. Hilo ni jambo gumu lakini hatua kubwa imepigwa. Tuliondoa vikwazo kwa ombi la Uturuki na Israel, Trump aliwaambia waandishi wa habari. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wameendelea kuelezea jinsi ambavyo mataifa haya ya magharibi yalivyokuwa na misimamo ya kushikilia kile wanachokipenda kwa manufaa yao. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba katika kipindi hiki ni wazi mataifa magharibi yamekuwa kinufaika mno kupitia Syria. Marekani ina maeneo mengi ambayo inachimba mafuta nchini Syria, lakini pia kwa upande wa mshirika wake Israel tayari imeteka maeneo mengi, ikiwa ni pamoja na maeneo ya Golan ambapo tayari imeanzisha mipango ya ujenzi wa makazi zaidi ya 1000. Lakini pia kuna maeneo ya buffer zone ambayo tayari Israel imeshayateka, na hata wakati huu inadaiwa kwamba kumekuwa na makubaliano fulani kati ya al-Shara na utawala wa Rais Donald Trump juu ya Israel, na hata Rais al-Shara alisema kwamba kufikia mwaka 2026 au 2027 kutakuwa na uhusiano maalum kati ya nchi hiyo ya Syria dhidi ya Israel. Hata hivyo, hayo yote yanaelezwa huku al-Shara ambaye ndio mkuu wa kundi la HTS, ambaye aliwekewa vikwazo kutokana na ukweli kwamba alikuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa katika kundi la wapiganaji la Al-Qaeda, sasa anatangazwa kuwa ni mtu asiyekuwa na shida katika kundi hilo, lakini pia ni mtu ambaye anapaswa kuondolewa vikwazo kwa sababu tu magharibi wameshapata kile wanachokitaka katika nchi hiyo ya Syria. Kundi la HTS baada ya miaka 13 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kupitia Mohamed al-Shara lilimfurusha mnamo mwezi Desemba kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na vikosi vilivyoasi vikiongozwa na kundi la Islamic Hayat Tahrir al-Sham HTS, ambapo kundi hilo hapo awali lilitambulika kama Nusra Front. Lilikuwa ni tawi rasmi la kijeshi la kundi la kigaidi la Al-Qaeda nchini Syria hadi pale lilipovunja uhusiano mwaka 2016. Tangu Mei mwaka 2014 kundi hilo lilikuwa chini ya vikwazo vya Umoja wa Mataifa vilivyolenga makundi ya Al-Qaeda na lile linalojiita Dola la Kiislamu IS. Wafuasi wengi wa HTS pia wanakabiliwa na vikwazo hivyo, kuanzia kuzuiwa kusafiri mali zao, lakini pia kuzuiwa hadi vizuizi vya silaha, lakini sasa al-Shara na Khatab wako huru pamoja na kundi lao. Hata hivyo, China ilijizuia kupiga kura kwa kuwa ilisema azimio hilo halikuelezea kwa kina juu ya namna ya suala la ugaidi linavyoshughulikiwa pamoja na hali ya usalama nchini Syria, hii ikiwa ni kulingana na balozi wa China katika Umoja wa Mataifa Fu Kong. China kwa muda mrefu imekuwa ikielezea wasiwasi wake kuhusiana na mustakabali wa vuguvugu la itikadi kali la Eastern Turkestan Islamic Movement ETIM huko nchini Syria, ambalo wanamgambo wa Uighur kutoka China na Asia ya Kati ni wafuasi wake, na makundi ya haki za kibinadamu
yamekuwa yakishughulikia Beijing kwa kuinyanyasa jamii hiyo ya walio wachache. Hata hivyo, Fu amesema azimio hilo limeweka wazi kwamba Syria inapaswa kuchukua hatua madhubuti ya kupambana na vitengo vya kigaidi na kushughulikia kitisho cha wanamgambo wa kigeni wa makundi ya kigaidi ambayo ni pamoja na vuguvugu la ETIM lililoko nchini humo Syria. Balozi wa Urusi kwenye Umoja wa Mataifa Vasilina Benzia kwa upande wake amesema Moscow inaunga mkono azimio hilo kwa sababu ya umuhimu wake na imetanguliza maslahi na matarajio ya watu wa Syria. Ikumbuke katika siku za hivi karibuni kiongozi huyo wa Syria alikutana na rais wa Urusi Vladimir Putin na walizungumza baadhi ya mambo machache, na wachambuzi wa mambo wanasema kwamba huenda ndio chanzo cha Urusi kukubaliana na azimio hilo. Urusi ilimlinda kidiplomasia mshirika wake Assad wakati wa vita, ikipiga kura ya turufu zaidi ya mara 12 katika Baraza la Usalama, mara nyingi ikiungwa mkono na China, wakati baraza hilo lilipokutana mara kadhaa kujadili hali ya kisiasa na kibinadamu nchini Syria. Hata hivyo, nchi ya Urusi pamoja na China zipo katika mpango wa kuhakikisha kwamba matakwa ya Magharibi yanayofanya maamuzi yasikubaliwe katika mikutano ya kimataifa. Wakati huu nchi za Magharibi zimekubaliana juu ya kuhakikisha wanaipa uhuru Syria kwa kuondoa vikwazo, lakini ni kutokana na kwamba wamekuwa na manufaa walioyapata kutokana na kuondolewa kwa Bashar al-Assad na kuingia kwa kiongozi mpya ambaye inaonekana wanamudu na wanaweza kuzungumza naye. Endelea kuwa nasi, usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.